Ninakusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba Mungu umemtumikia, Mungu aliyekuokoa, Mungu aliyekupa uzima, anaendelea kukupigania na kukulinda kila itwapo leo. Sifa na utukufu tunamrudishia yeye aliye hai. Kwa Mungu unamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi hii tena ya kushare mambo mawili matatu kwa habari ya ufalme wake na kwa ajili ya kujenga ufalme wake duniani na kwa ajili ya kutengeneza kizazi kipya tunachotumikia Mungu katika maadili yanayofaa. Siku ya leo na ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili ya kila mmoja na kila mtumishi wa Mungu ambaye ameamua kumtumikia Mungu katika roho na kweli, na ambaye ameitwa kwa jina lake kwa ajili ya kazi ya Bwana. Awe ni mwimbaji, awe ni mtoaji tu, awe ni mhubiri, awe ni mwalimu wa neno la Mungu, mtumishi yote au kila mmoja ambaye ameokoka na ameupokea wokovu, anasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Neno ambalo Mungu amenipa kwa ajili yenu au kwa ajili ya watumishi na watu wote waliompokea Yesu, inanipa uchungu mzito sana ndani ya moyo wangu ninapotafakari. Natamani sana na wewe unisikilize kisha uifanyie kazi ili tuokoe kizazi hiki cha sasa, ili tuweze kutumikia Mungu katika roho na kweli, na tufanye kazi shambani mwake kwa ushindi usio wa kawaida. Ujumbe wa leo ambao tumepewa ni swali ambalo Mungu ameniuliza, na mimi nikatumwa nikuulize wewe mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu aliye hai, vita na mapigano yatoka wapi? Vita na mapigano vinatoka wapi? Wewe mtumishi wa Mungu, wewe mwimbaji, wewe mhubiri wa neno la Mungu, wewe mwalimu wa neno la Mungu, wewe nabii, wewe mtume, vita vya sisi kwa sisi vinatoka wapi? Vinatoka wapi? Kwa nini tunashindana sisi kwa sisi? Kwa nini tunapigana sisi kwa sisi? Kwa nini tunanyosheana vidole sisi kwa sisi? Hivi vita ya kusemana mitandaoni, vita ya kunyosheana vidole, vita ya kuona mwingine anafaa na mwingine hafai, hii vita na mapigano ya namna hii yanatoka wapi? Manake Mungu alipokuwa ananiuliza hili swali, alinipa kitu kimoja, akasema kusudi langu sio watumishi kwa watumishi kushindana au kupishana kwa namna yoyote. Kusudi la Mungu ni kujenga kanisa lenye umoja, kanisa lenye nguvu. Lakini leo hii ukiangalia mambo yanavyokwenda, Mungu akawa ananiambia ukiangalia mambo yanavyokwenda, kila mtu amejitengenezea hema la kwake, amejitengenezea uzio wa kwake, kila mtu amejitengenezea ulinzi wa kwake, na hii inapelekea katika shamba la Bwana kukosekana kwa watendakazi walio na umoja, wanaweza kufanya kazi inavyotakiwa kufanyika sawa na kusudi la Mungu. Yamkini unaweza usielewe, lakini kama unaelewa kinachoendelewa katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kawaida tunavyoona na tunavyosikia, inasikitisha na inaumiza moyo, na inafika wakati ambao tunamsikitisha Mungu. Mungu anasikia uchungu. Sisi ambao tunasema ni watu tuliopokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndio tunaokuwa wa kwanza kunyosheana vidole, ndio tunaokuwa wa kwanza kudharauliana, ndio tunaokuwa wa kwanza kuachana au kutengana
na kuona mwingine anafaa na mwingine hafai, na wakati huo tunasema sisi ni watumishi wa Mungu. Hasira ya Mungu ikishuka na Mungu akituangalia, anasema hawa watu hawajui wanachokifanya, hawajui wameitwa kufanya kitu gani. Sikiliza mtu wa Mungu, kusudi la Mungu sio sisi kusemana vibaya, sio sisi kunyosheana vidole. Kusudi la Mungu ni sisi kujenga umoja wenye nguvu. Kusudi la Mungu ni sisi kukaa katika zizi moja na kuangalia kondoo ambao Bwana ameachilia kwetu, ili tuweze kuwaelekeza njia ipasayo, lakini kuwatoa wale kondoo waliopotea kutoka kwenye vifungo vyao na kuwarejesha zizini. Wale waliopotea, walioiacha njia ya Bwana, kuwarejesha zizini, ndiyo kusudi la Bwana. Kusudi la Mungu kuachilia neema ya wokovu kwangu, neema ya wokovu kwako, ni ili tutengeneze kanisa lenye nguvu, linaloweza likarejesha kondoo waliopotea, tukawarudisha tena zizini. Kondoo waliotekwa kwenye vifungo mbalimbali, tukawasaidia wakatoka huko wakaletwa kwenye zizi la uzima wa milele. Wale waliomezwa na dunia, tuwasaidie watoke huko wamrudie Kristo, wakae ndani ya Kristo. Swali ambalo ninaulizwa ili nikuulize na wewe, watumishi wa Mungu aliye hai, watumishi tunamtumikia Mungu aliye hai, waimbaji tunayemwimbia Mungu aliye hai, wahubiri tunayohubiri injili ya Mungu aliye hai, manabii wa Mungu aliye hai, mitume na wainjilisti wa Mungu aliye hai. Mapigano na vita yatoka wapi? Hivi vita vinavyoendelea kati ya sisi kwa sisi vinatoka wapi? Sio kusudi la Mungu kabisa, sio mpango wa Mungu kabisa tukae hapa, sio mpango wa Mungu tuishi kwenye vita hii, sio mpango wa Mungu mimi nikutukane wewe kama mtumishi wa Mungu, sio mpango wa Mungu mimi nikunyoshee kidole, sio mpango wa Mungu mimi nikuseme vibaya. Kusudi la Mungu ni mimi nikuombee wewe ili uzidi kuwa bora, ustawi ndani ya Kristo, na uiseme kweli ya Mungu ambayo Mungu amekusudia ili kanisa lake lipone. Sio mimi kukusema kwa watu, sio kukutangaza kwenye mitandao, sio kukutukana kwa namna yoyote, bali kukuombea inapobidi, kukuelekeza kwamba hapo ulipoenda sio vizuri, bali fanya hivi na hivi na hivi, ili ukae kwenye mstari ulionyooka. Lakini cha kushangaza, mambo yanayoendelea sasa yanamhuzunisha Roho Mtakatifu. Mungu akituangalia namna hii anasikitika, anasema hao watu wangu hawajui wanachotakiwa kukifanya, hawajui wito niliowaitia duniani. Mtu wa Mungu, tufike mahali turejee kwenye nafasi ambazo Mungu ametuweka kwa ajili ya Injili. Tufike mahali turejee kwenye nafasi ambayo Mungu amekusudia tukae kwa ajili ya Injili. Sikiliza, wapo wengi ambao wanahitaji msaada wa kiroho, wanahitaji kulishwa neno la Mungu, lakini wanakosa hata ile hamu ya kusikiliza neno la Mungu, kwa sababu wamesikia mtumishi fulani amemtukana mchungaji fulani, kwa sababu wamesikia nabii fulani amemtukana nabii fulani. Sikiliza, watu wanapotuangalia sisi wanatusoma vibaya Mungu tunayemtangaza, wanamdharau, wanasema kama Mungu anapatanisha, Bwana hajawapatanisha hawa watu. My Father, my Lord, kanisa la Bwana, sikiliza, sio mpango wa Mungu tuishi kwenye haya tunayoyaishia leo, sio mpango wa Mungu tuishi kwenye haya tunayoyapitia leo. Hebu tutengeneze njia ya kweli ili Bwana aingilie kati maisha yetu. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Tumishi wa Mungu, shetani ameingia kanisani moja kwa moja.
Shetani ameingia kanisani kwa moja kwa moja, sio kwa waumini, sio kwa wachungaji, sio kwa mitume, sio kwa maaskofu. Sikiliza, hadi siasa zimeingia kanisani. Lakini kusudi la Mungu wakati usio mimi kukuambia kwa habari ya wachungaji walioingia kwenye siasa, hadi siasa wamezichukua duniani wameziingiza kanisani. Sio kusudi la Mungu nikwambie haya, lakini siasa sio mpango mchafu wala sio jambo baya, lakini kanisani sio mahali pa siasa. Kanisani sio mahali pa siasa tu wa Mungu. Kanisani ni mahali pa kuhubiri habari njema za Yesu Kristo ili watu wapate kupona. Oh my God, hatutaweza kuliponya kanisa kama hatutabadilisha mwenendo wetu. Hatutaweza kuliokoa kanisa kama hatutabadilisha mwenendo wetu. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 2. Sikiliza Mungu anavyotuambia. Anasema, vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Sikiliza tu wa Mungu. Mungu anatuuliza vita vyetu vinavyoendelea ambavyo tunapigana sisi kwa sisi, haya mapigano yanatoka wapi? Haya malumbano yanatoka wapi? Malumbano kati ya wachungaji na wazee wa kanisa, malumbano kati ya wahubiri na waimbaji, malumbano kati ya manabii na wainjilisti, malumbano kati ya maaskofu na wachungaji. Haya yote yanatoka wapi? Mungu anauliza, hivi vyote vinatoka wapi? Sikiliza, anasema si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Ni tamaa wakati mwingine ya fedha, tamaa ya kuonekana kwamba wewe ni maarufu, tamaa ya kuonekana ya kwamba wewe una akili, tamaa ya kuonekana kwamba wewe unafikiri kuliko watu wengine. Imepoteza kanisa la Mungu kabisa. Imepoteza injili ya kweli ambayo Kristo alitamani watu wa Mungu tuihubiri tukiwepo duniani. Imepoteza ile ladha ya injili ya Kristo, ile ladha ya injili ya kweli. Hizi tamaa za kutafuta umaarufu zimepoteza ile ladha ya injili. Watu siku hizi hawatafuti watu kutoka duniani, hawatafuti watu kutoka kwenye dunia ili kuwaleta kwa Yesu, bali wanatafuta umaarufu, wanatafuta followers wengi, wanatafuta subscriber wengi, wanatafuta like na comment nyingi. Hawatafuti nafsi zilizopotea tena. Yesu anasikitika, anasema hawa watu hawajui kazi niliyowapa, hawajui nafasi niliyowapa, hawajui kusudi langu juu yao, ndio maana wanayafanya haya. Hawajui ya kwamba mimi nimewaweka ili wasiokoe zile roho ambazo zimetendwa, ili wawasaidie wale ambao hawajiwezi, ili wanitegemee mimi, ili wanijue mimi. Roho Mtakatifu atusaidie sana kanisa la Mungu. Inasikitisha sana na inahuzunisha sana tunapokuwa tumesimama na kuzifuata tamaa zetu na kufuata umaarufu wa dunia hii. Umaarufu umegeuka, umekuwa ibada za watu. Umaarufu umegeuka, umekuwa kama ibada za watu fulani, wanaabudiwa. Watu wengine wanaona kama ni sifa. Ni sifa kuwa na followers wengi, ni sifa kuonekana mtandaoni. Sikiliza, sifa pekee ya kuhubiri injili ya kweli ni watu waokolewe na wafunguliwe kutoka kwenye dhambi, watu waokoke. Oh my Father, Roho Mtakatifu alituangalia, anasikitika sana, anasema hawa watu ambao nimeambiwa nije niwasaidie, mbona kama hawajitambui? Mbona kama hawajielewi? Hawaelewi kwamba wanahitaji kukaa pamoja, hawaelewi kama wanatakiwa kukua kitu kimoja, hawaelewi kabisa hiki kitu. Roho Mtakatifu anasikitika. Sikiliza nikwambie, nyakati tulizonazo ni za hatari. Sikiliza mstari wa 2. Na mstari wa 2 Biblia inasema kwamba
Mstari wa pili, Biblia inasema kwamba mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kutoa na kuona wivu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anasikitika, Mungu anasikitika sana akituangalia. Anasema ya kwamba mwatamani wala hamna kitu, mnaua kwa sababu ya tamaa zenu, mnaua kwa sababu mnaona wivu. Unaua CV ya mtu, unaua utumishi wa mtu, unaua kile ambacho Mungu ameweka ndani ya mtu, kwa sababu tu unatafuta sifa kwa watu, unatafuta kujulikana, unatafuta kuonekana, unafanya vitu visivyofaa, unaumiza kanisa la Bwana. My Father, my Lord, Mungu anasikitika sana akikuangalia, anasema huyu mtu anajielewa kweli. Anasikitika, anasema huyu mtu anajielewa kweli. Mbona anaona wivu juu ya mwenzake? Watu wanatafuta wafuasi, hawamtafuti Mungu siku hizi. Hawatafuti nafsi zilizopotea, wanatafuta wafuasi watakao wafuata. Wanatafuta watu wa kushiriki nao ibada, hawatafuti nafsi zilizopotea. Wanatafuta watu ambao watakaa nao, watawasikiliza. Hawatafuti watu waliopotea tena. Oh my Lord, my Father. Yes, mantelia makora basaya. Roho Mtakatifu alisaidie kanisa lake sahihi. Roho Mtakatifu alisaidie kanisa. Roho Mtakatifu atusaidie watumishi wa Mungu. Oh my Father. Seri materi badoza matelia badoza mania. Katika jina la Yesu Kristo, mtumishi wa Mungu, badilisha mwenendo wako, badilisha mtazamo. Sikiliza, vita vinatoka wapi? Mashindano yanatoka wapi? Tunaomba hatupati kwa sababu ya wivu. Tunaomba hatuoni watu wakifunguliwa, hatuoni watu wakimpokea Yesu kwa sababu hatuwatafuti watu waliopotea, wala hatutafuti nafsi. Tunatafuta wafuasi watakao tukubali. Mungu asipotukubali, hata watu wakitukubali, hatuna maana yoyote mbele za Mungu. Watu wakitukubali, hatuna maana yoyote mbele za Mungu kama Mungu ametukataa. Kama Mungu akikataa kazi unayoifanya, hao wafuasi ulionao watakuwa ni faida gani kwako? Hao watu wanaokuangalia na kuappreciate ya kwamba unaweza, ya kwamba wewe ni maarufu, ya kwamba karama yako ni nzuri, wanakukubali, wanakuletea sadaka. Kama Mungu hajakukubali, hao watu wana maana gani kwako? Wana msaada gani juu ya roho yako? Wana msaada gani juu ya ufalme wa Mungu? Oh my Father. Kuna wakati tubadilike, mtumishi wa Mungu. Hebu badilisha maisha ambayo unayaishi leo, kwa sababu leo yako ambayo unaishi sasa inaweza ikabadilisha kizazi kutoka kwenye ubaya ikawaleta kizazi kwenye wema au kwenye matendo mazuri. Lakini namna tunavyojiweka, tunafanya watu wamtukane Mungu. Namna tunavyosema vibaya juu ya watumishi wenzetu inatupa gharama na kubadilisha mioyo ya watu. Badala ya kusema Mungu ndiye Mungu aliye hai, badala ya kusema Bwana ndiye anayetusaidia, ya kwamba Bwana amejenga umoja, badala yake wanatukana. Wanasema ni Mungu gani wanayemtumikia? Ni Mungu gani wanayemsema wakati wenyewe hawaelewani? Ni Mungu gani wanayemsema wakati wenyewe hawapatani? Ni Mungu gani anayepatanisha hizo ndoa wakati wenyewe hawapatani? Ni Mungu gani huyu? Oh my Father. Mtumishi wa Mungu, inauma sana na inasikitisha sana tunapokuwa tunaishi hivi. Mungu anapata shida sana, anajiuliza, hawa watoto wangu wana nini? Hawa watoto wangu wana shida gani? Hawa watoto wangu wana changamoto gani?
tubadilishe mwenendo, mtumishi wa Mungu, badilisha maisha yao. Upendo wa kweli umetoweka kanisani. Upendo wa kweli umetoweka kwa watumishi. Badala ya kuombeana mazuri, tunaombeana mabaya. Hebu fikiria mtu anapokuwa amesimama anaiombea huduma ya mtu fulani ianguke, au anamwombea mtu fulani ianguke kwenye dhambi. Kanisa limepoteza ule upendo wa kweli. Watumishi wa Mungu tumepoteza upendo wa kweli. Mtumishi mwenzako anapopita kwenye shida, anapopita kwenye changamoto, hatupaswi kusemana vibaya, hatupaswi kumnyoshea kidole. Tunapaswa kumwombea, tunapaswa kukaa naye chini na kumwelekeza, tunapaswa kukaa naye chini kwa upendo, tukimwambia mpendwa, hapa ulipofanya haifai, hichi ulichokifanya hakipendezi, fanya hivi. Tukielekezana kwa upendo, Mungu anafurahi, anafurahia watu wa namna hii. Lakini leo angalia, mtu akifanya dhambi, wale watumishi wa Mungu wanaosema Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa upendo, ndio wanaosimama na kusema fulani amezini, fulani ametukana, fulani amefanya hili. Wanamtangaza mitandaoni, wanafanya kila namna kumchafua. Badala ya kumsafisha wanamchafua. Ramatelia yesa matarabakosha mateli badisha matoria basaya. Rema za Bwana siwe juu yetu. Mungu atusaidie, kwa sababu mahali tulipo, nyakati tulizo nazo, Yesu anakaribia kurudi. Yesu yupo njiani kurudi. Tuache haya mambo wapendwa, tuache haya mambo. Upendo wa Kristo uko wapi? Upendo wa kweli wa Mungu ambao walikusudia juu yetu uko wapi? Upendo wa sisi kwa sisi uko wapi leo? Bora mateni badasha matenya. Mpendo katika Kristo, rehema za Bwana siwe juu yetu, rehema za Bwana siwe juu yetu, kwa sababu tulipo sasa sio pale ambapo Mungu alikusudia tuwepo. Neema tuliyoipokea ya wokovu itusaidie kusimama kwenye kweli, itusaidie kuombeana, itusaidie kuombeana mazuri, itusaidie kurekebishana kwa upole na kwa upendo, sio kwa kuzalilishana. Sio kuzalilishana kama tunavyozalilishana leo. Unamdhalilisha mtumishi fulani kwa maneno tu, unamchafua kwa vile unavyojisikia. Unaona ni sifa, unaona ni baraka, unaona ni umaarufu, unaona ni sifa, watu wanakushangilia. Unapotea na unalipoteza kanisa la Mungu. Unapotea na unalipoteza kanisa la Mungu. Wale kondoo ambao Mungu alikusudia waokoe, uwafungue, uwasaidie wamrudie Bwana, watawezaje kupona kwa namna hii? Watawezaje kuokolewa? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ninatamani sana Mungu atusaidie na atuponye. Ninatamani sana tubadilike, watumishi wa Mungu. Ujumbe ambao nimepewa umenipa kutafakari na kupata uzito na kupata maumivu juu ya kanisa la leo. Nimejisikia huzuni na maumivu ya moyo juu ya haya yanayoendelea. Najisikia kuugua materia, huzuni kiasi cha kufa materia basaya. My Lord, 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 my Lord. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Materia baduza setere bakuja matekeria. Mungu atusaidie sana wapenzi, Mungu atusaidie sana watumishi wa Mungu. Upendo wa kweli umepoa, upendo wa kweli umetoweka kwenye hili kanisa la leo. Upendo wa kweli umetoka, wala Mungu hajivunii sisi tena. Mungu hajivunii sisi kabisa. Yesu asifiwe.
Kitabu cha Mathayo sura ile ya 24. Mathayo 24. Mathayo 24 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 14. Tutakusomea kwa utaratibu. Mathayo 24 mstari ule wa kwanza hadi wa 14. Biblia inasema hivi: Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Napotafakari tu mistari hii miwili, Yesu anaposema halitasalia jiwe juu ya jiwe, alikuwa anazungumza na watu wa Yerusalemu. Alikuwa anazungumza na watu wa mahali pale. Mazingira aliyokuwa anazungumzia ni mazingira ambayo yalikuwa yanaonyesha watu waliojenga madhabahu ya giza, waliogeuza madhabahu ya Mungu kuwa madhabahu au kuwa sehemu ya biashara. Waliogeuza hekalu kuwa sehemu ya biashara, waliogeuza hekalu kuwa sehemu ya kujipatia kipato. Ndio watumishi tulio nao leo, wamegeuza kanisa kuwa sehemu ya kipato, kwa sababu wanawachafua wengine na kusafisha wao waonekane kuwa ni wema, waonekane kuwa ni bora kuliko wengine, ili waendelee kujipatia kipato, waendelee kujipatia riziki hapo. Bwana amesema halitasalia jiwe juu ya jiwe, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Anayeondoa jiwe juu ya jiwe ni Yesu Kristo mwenyewe, sio sisi. Kama mtu anafanya yasiyo mapenzi ya Mungu, tukikaa naye, tukazungumza naye, tukamwelekeza kwamba hili jambo halifai, asipoelewa, kazi inayosalia ni ya Mungu mwenyewe anayehukumu, sio sisi. Lakini kwa nini tunahukumiana sisi kwa sisi? Kwa nini unamhukumu mtu mwingine kwamba amefanya kinyume? Halitasalia jiwe juu ya jiwe. Biblia inaendelea kusema mstari wa 5, anasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Sikiliza, kumbe katika nyakati tulizo nazo, tupo kwenye nyakati za mwisho. Haya yote yanayoendelea ni kwa sababu ya nyakati za mwisho. Lakini kwa nini tukubali kuwa katika nyakati hizi, au tuendane na nyakati za ulimwengu zinavyoenda? Kwa nini tusiendane na majira ya sahihi ya Mungu ya kuhubiri habari njema ya kweli iliyo ya Kristo Yesu, ili watu katika nyakati hizi za mwisho wampokee Yesu wa kweli, wapokee injili ya kweli, wamwelewe Mungu wa kweli? Kwa nini tusubiri injili ya namna hiyo? Badala yake tunaendana na nyakati za mwisho ambazo zimetabiriwa na zilizungumziwa na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa nini tukubaliane na tuambatane na hizi nyakati? Kuna nyakati hatupaswi kuambatana nazo, nyakati za mwisho. Yesu mwenyewe alisema wapo watakaodanganya wengi, wapo watakao kuja kwa jina langu, lakini sio watu wangu, sio watumishi wangu. Hizi nyakati ndizo zilizopo sasa. Kwa nini tuambatane na hizi nyakati? Kwa nini tukae kwa hizi nyakati? Kuna nyakati mbili ambazo zipo. Roho Mtakatifu ananifundisha hapa. Kuna nyakati mbili ambazo zipo katika ulimwengu wa roho, ambazo wengi hawasijui. Watu wengi wanajua tu tupo kwenye nyakati za mwisho, lakini nikwambia kwamba tupo kwenye nyakati za mwisho ambazo zimebeba injili ya kweli itakayookoa watu, itakayowaponya watu, itakayowafanya watu wamrudie Yesu na wailisi nchi ambayo Bwana amekusudia wailisi.
walisi ufalme wa Mungu, walisi uzima wa milele. Hiyo ni nyakati ya kwanza, lakini nyakati ya pili ni nyakati ambayo mafundisho ya uongo yanaendelea na watu wanatafuta kujulikana, sio Mungu kujulikana tena. Oh my Lord, my Lord. Inamsikitisha Mungu sana, inamuhuzunisha Mungu sana. Roho Mtakatifu ametuangalia, anatulilia, anasema Yerusalemu, ungejua yakupasayo kutenda. Ramati ya bakora basaya, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Anaendelea kusema mstari wa 6, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na mateso na matetemeko ya nchi mahali. Sikiliza, Yesu anasema kutakuwa na vita kati ya taifa na taifa. Taifa litaondoka kupigana na taifa. Watu wataondoka kupigana na watu wengine. Lakini sisi watumishi wa Mungu hatupaswi kufuatia ulimwengu, kufuata ulimwengu unavyoendelea, kufuata matendo ya watu wanavyofanya, watu wa mataifa wasiofaa. Hawa manabii wa uongo walioinuka hatupaswi kuwafuata. Hatupaswi kufuata ulimwengu unavyokwenda. Tusimame kwenye kweli ya Mungu, tuiseme kweli ya Mungu. Sasa hivi badala ya taifa kupigana na taifa, mtumishi na mtumishi wanapigana. Oh my Lord, my Lord. Tumefikia wapi? Mtumishi wa Mungu unapigana na mtumishi wa Mungu mwenzako ambaye ni mtendakazi pamoja na wewe, ambaye mnasema ni pendo la Kristo limetuokoa, alafu mnasemana vibaya, mnatukanana, mnanyoshana vidole, alafu mnasema mnaenda mbinguni. Kweli hiyo ni mbingu ya nani tunaenda kuingia? Materia. Taifa litaondoka kupigana na taifa. Hayo ni mambo ya nyakati za ulimwengu. Taifa kupigana na taifa ni mambo ya ulimwengu ambayo lazima yatokee. Ni mambo ya ulimwengu ambayo lazima tuyaone. Lakini kwenye ulimwengu ambao ni wa kiroho, ambao tunamwabudu Mungu halisi, hatupaswi kupigana sisi kama sisi. Hatupaswi kushindana sisi kama sisi. Acha mataifa yapigane, lakini tuyaombee. Badala ya kuyaombea mataifa yanayopigana vita, tunakaa tunaanza kunyoshiana vidole ya kwamba huyu amesema hivi, huyu amefanya hivi. My Lord. Mungu akikuangalia anasema wewe haujitambui kabisa, haujielewi mtu wa Mungu. Hebu ifike mahali tubadilishe mwenendo. Oh my Lord. Rabadoja materia bakaya, rabradesia, karabazoya materia. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Sisi tusiwe kama watu wa mataifa. Watu wa mataifa wanyoshane vidole, hata sisi kweli. Inaendelea mstari wa 8. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kwa nini anasema hayo yote? Taifa na taifa kupigana, nchi na nchi kupigana, ndio mwanzo wa utungu. Sio mtumishi na mtumishi kupigana. Kama wewe mtumishi wa Mungu aliye hai, usipigane na mtumishi wa Mungu yeyote. Usipigane naye. Hata akipigana na wewe, acha pigane mwenyewe. Nyamaza. Jifunze kunyamaza. Kama mtumishi wa Mungu amefanya dhambi, usimsahilishe. Hebu mwendee kwa upole, mweleze kwamba mtumishi wa Mungu hapo ulikosea. Tengeneza na Bwana. Kwa nini tunanyoshiana vidole? My Lord. Mstari wa 9 anaendelea. Anasema
wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Nao kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa. Upendo kwa watumishi umepoa. Upendo kwa mtumishi na mtumishi umepoa. Upendo kwa kanisa umepoa. Manabii wa uongo wameinuka, wanadanganya kanisa. Sisi watumishi wa Mungu aliye hai tunaisema kweli ya Mungu, tusimame kutengeneza hii mioyo inayodanganywa, kuirejesha kwenye kweli ya Mungu. Tuwaondoe kwenye uongo, tuwaondoe kwenye dhuluma, tuwaondoe kwenye vifungo vya uongo na udanganyifu sio wa kawaida. Tusimame. Kwa nini tunyosheane vidole kama kweli wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai? Mtu anapofanya dhambi, mtu anapofanya dhuluma, anapotapeli watu, usisimame tu kumnyoshea kidole. Muombe Mungu aachilie neema ya kuwatoa hawa wanaodanganywa kwenye hiyo madhabahu inayowachanganya na kuwalisha vitu visivyofaa. Lakini tunapoona mtu anatapeli watu, tunaanza kusema huyu mtu sio mtu mzuri, huyu mtu ni mbaya, huyu mtu ni tapeli. Badala ya kusogea magotini kumwomba Mungu, kumwambia Mungu, hebu angalia hawa watu wanaodanganywa, siponye roho zao, ponya maisha yao, watoe kwenye hiyo roho ya kudanganywa, watoke kwenye hiyo madhabahu inayodanganywa. Lakini tunasimama tunaanza kumnyoshea yule mdanganyifu kwamba huyu mtu sio mzuri. Sio kusudi la Mungu, wala sio mpango wa Mungu tuwe hivi. Ifike mahali Mungu aingie ndani yetu, atufundishe, atupe namna ya kuwatoa hawa watu duniani na kuwaleta kwa Yesu. Yesu asifiwe. Usione manabii wa uongo wanawajaza watu kwenye kumbi zao, wanawajaza watu kwenye viwanja, sio kwa sababu Mungu amependa, bali kwa sababu sisi tunayohubiri kweli hatujasimama vizuri, hatujaungana pamoja tukayavuna mavuno haya ambayo Mungu anatamani tuyavune, tuyalete gharani. My Lord, my Lord. Upendo umepoa kwetu. Upendo haupo tena juu yetu. Upendo hakuna kwetu. Oh my Lord. Tumwambie Bwana kwamba tusaidie, tupendane sisi kwa sisi kama watumishi. Tumwambie Bwana tusaidie. Rante ribadoja matenya. Usiruhusu haya mambo yaendelee katika ulimwengu huu. Usiruhusu chuki kwenye moyo wako. Hata kama nimekukosea, hata kama nimefanya jambo baya, nichie kwa upendo na kwa upole, nishauri. Mimi nina watumishi wa Mungu ambao ninawafahamu, wanahubiri kweli ya Mungu, ambapo nikikosea, nikienda kinyume, wananichia kwa upole na kwa upendo. Pale hata kama nilikuwa na hasira ya namna yoyote, ninashuka na kunyenyekea, ninapokea maonyo yao na kubadilisha kile ambacho nilifanya kinyume. Lakini angalia watumishi wa leo, wengine hawaeleweki. Ikifanya hiki wananinyoshea kidole, wananianika hadharani, wananifanyia vitu ambavyo havifai. Sio mpango wa Mungu, sio kusudi la Mungu, sio kusudi la Mungu kabisa, wala sio mpango wa Mungu. My Lord, my Lord. Mungu atusaidie sana na atupe neema ya kuelewa namna gani tunatakiwa kuishi katika ulimwengu wa sasa, ili tuwasaidie hawa watu waliopotea, waliomezwa na dunia. Tuwasaidie waje kwa Yesu, wamrudie Mungu wao aliyewaumba. Tuwasaidie watoke kwenye vifungo vyao, tuwasaidie watoke kwenye hali ya mateka yao. Upendo ule wa kwanza, tukiangalia mitume Yesu alivyoondoka, walifanya kazi kwa uweledi.
Hakuna mahali ambapo Biblia imesema mitume walinyoseana vidole au walitukanana. Badala yake mitume walitumia nyaraka za wengine za mtume mwenzake kuweka kama reference ili kukasia juu ya jambo fulani. Lakini leo hii mtu akifundisha neno la Mungu, neno la kweli, akawafundisha watu kweli ya Mungu, hakuna hata mtu mmoja anayeweza akachukua ile kweli ya Mungu akawafundisha watu wengine, kwa sababu tu anaogopa labda atapoteza brandi, au sijui anafikiria nini wao watu. My Lord, tumepoteza uhalisia wa injili ya Kristo. Tumepoteza uhalisia wa injili ya mitume wa zamani ambao Yesu aliwaacha. Biblia inasema Paulo alipookoka alianza kufanya survey, wale mitume wengine wa Yesu walifanya nini. Akaanza kujifunza, akaanza kutafakari yale yote ambayo wengine wamefanya. My Lord, Yesu mwenyewe alipozaliwa, Biblia inasema alienda kwenye chuo cha Isaya, cha nabii Isaya, akaenda akajifunza huko, akatafakari huko, akajifunza maarifa, akapata maarifa kwenye chuo cha Isaya. Leo hii mtu akifundisha kitu, akisema kitu, tunasimama tunamnyoshia kidole, tunasimama tunamsema vibaya, tunasimama tunasema yule hafai. My Lord, my Lord, Mungu atusaidie sana na atupe neema ya kuelewa katika kipindi hiki na nyakati hizi za mwisho. Yesu asifiwe. Watu wengi na watumishi wengi wameanza kushuhudia umaarufu, wameanza kushuhudia umaarufu. Watu wengi na watumishi wengi wanasujudia umaarufu, wanasujudia umaarufu, na sio kumsujudia Mungu tena. Wanaabudu umaarufu wao, wanalinda plani zao, wanaabudu plani zao. Watumishi wa Mungu wengi wanalinda plani zao, hawalindi utukufu wa Mungu, hawalindi kilichowekwa ndani yao, wanalinda sifa na brandi zao. Mtu wa Mungu, brandi haimfanyi Mungu azae matunda. Brandi haikufanyi umzalie Mungu matunda. Umaarufu haukufanyi umzalie Mungu matunda, bali Mungu akikutambulisha mwenyewe, Mungu akikutangaza mwenyewe, utamzalia matunda. Siku hii ya leo ukiangalia wengi, kila mtu anatafuta umaarufu. Ni watumishi wachache sana ambao wameungana kwenye umoja. Ngoja nikushuhudie kitu. Siku chache zilizopita nimeshuhudia mtumishi wa Mungu akipewa sapoti kununua gari la usafiri ili kusaidiwa injili yake, injili anayoifanya iwe nyepesi, ili kazi ya Mungu iwe nyepesi kwake. Nilifurahia na kupenda kile kitu, lakini kuna mtu akainuka akaanza kusema kwamba wanamchimbia shimo, si wanamfanyaje. Kile kitu nilikatafakari, nikasema Mungu, hii ni nini? Kwa nini haya yanaendelea? Upendo wa kweli uko wapi? Tufanye nini ili tuonekane tuna upendo, tunapendana? Tufanye nini? Oh my Lord, my Lord, my Lord. Usitafute umaarufu wa muda, tafuta uso wa Mungu, ili uso wa Mungu uwe pamoja na wewe kila unakokwenda, kila unakokwenda. Na Mungu akusaidie, na Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Natamani kuishia hapa, lakini nikuulize swali moja tu la mwisho, na session ya kwanza tutakuishia hapa. Swali ambalo limeulizwa ili kuuliza, Yesu anauliza kwamba mavuno yaliyomo shambani watavuna akina nani?
kama watumishi wa Mungu mnaofanya kazi moja, mnanyosheana vidole wenyewe kwa wenyewe. Yesu anauliza kwamba mavuno yaliyopo shambani watavuna akina nani, ikiwa watumishi wa Mungu sisi kwa sisi tunanyosheana vidole? Ni akina nani watakaovuna hayo mavuno yaliyopo shambani? Ni akina nani watakaovuna hayo mavuno? Ni akina nani watakaowarejesha hao watu waliopotea kwenye njia ya haki? Ni akina nani hao watakaowarejesha hao watu waliopotea? Fikiria, ni akina nani? Kama sisi kwa sisi tunanyosheana vidole, ni akina nani watakaoingia shambani na kuyavuna mavuno ambayo Bwana amekusudia yavune? Kitabu cha Ufunuo sura ya 2, Ufunuo sura ya 2, Ufunuo sura ile ya 2 na mstari wa 3 hadi ule wa 6. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 3 hadi ule wa 6. Anasema tena, mstari wa 3 anasema tena, ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nini neno juu yako, nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukanyosha, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Matendo ya Wanikolai. Ikiwa unachukia matendo ya Wanikolai na Mungu anayachukia. Anaposema Wanikolai anamaanisha watu watendao mabaya, watu watendao udhalimu, watu wanaodanganya, watu wanaofanya udhalimu, watu wanaodhulumu. Hawa ni watu wenye matendo ya Wanikolai ndani yao. Kama unawachukia, hata Mungu anawachukia. Wewe anasema angalia ni wapi ulipoanguka ukatubu. Twa Mungu, tuangalie ni wapi tumeanguka tukatubu. Turejee kwa Bwana Yesu, tumrudie Bwana Yesu kama watumishi, kisha tukae kwenye umoja, tufanyike wana wa pendo la Kristo, ili tuwaonyeshe watu wa mataifa kwamba upendo wa Kristo unaishi ndani yetu, upendo wa Bwana unaishi ndani yetu. Tunapendana sisi kwa sisi, tuinuane pale inapobidi, tusapotiane pale inapobidi, tukiangalia watumishi ambao walimsapoti mtumishi kiupaji mmoja, wakamsapoti akapata gari na usafiri kwa ajili ya shughuli za huduma yake. Ni upendo wa Kristo ulionyeshwa pale, ni upendo wa kweli ulidhihirishwa pale. Nilikuwa namsikiliza Mwalimu Onesimo, amemjengea binti moja nyumba kutokana na sadaka za watu walizozitoa kupitia huduma ya mbingu duniani. Ni upendo wa Kristo, ni upendo wa Kristo. Lakini utashangaa kuna mtu mwingine anainuka, anaanza kunyosha vidole, anaanza kumsema vibaya, huu ni uchawi. Oh my Lord, Mungu atusaidie sana na atupe neema, atupe msaada wa kuyashua haya. Turudie Bwana. Angalia ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukaanza kuyatenda yale matendo ya kwanza waliokuwa akitenda mitume na manabii waliokuwepo, matendo waliokuwa akitenda mitume waliokuwepo, akina Marko, akina Yohana, matendo ya akina Petro, yale matendo waliokuwa wanatenda, ule upendo wao tukauapply na sisi, ili tuliponye kanisa la leo. Mtu wa Mungu, ili tuliponye kanisa la leo. Unanichukia mimi bila sababu, unanimeshia kidole bila sababu. Oh my Lord, asante kwa Yesu ya ujumbe ambao umetoa siku ya leo kwa ajili ya kuliponya kanisa lako. Bwana Yesu, naomba
ukalete kibali ndani ya moyo wa mtu mmoja atakayesikiliza na atakayejifunza. Neema yako ikawe juu yako kwa utukufu wa jina lako. Usitupite, nami mpe neema ya kusimama kwenye injili yako ya kweli. Bwana, sitasujudia umaarufu, sitasujudia jambo lolote, nitakusujudia wewe. Sitasujudia maneno ya watu, wala sitasujudia roho yoyote, nitakusujudia wewe Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo.